أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين وإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. इस आयत का तर्जुमा ये है। Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema tafsiri ya aya hiyo ni kama ifuatayo: na mfano wa wale wanaotoa mali zao kwa kuitafuta radhi ya Allah na kujiimarisha wenyewe ni kama mfano wa bustani iliyo mahali pa juu, ikaifikia mvua kubwa na ikaleta matunda yake maradufu, na kama haifikiwi na mvua kubwa basi hata umande huitoshea, na Allah anayaona mnayoyatenda. Katika aya hiyo Mwenyezi Mungu ameeleza hali ya waaminio ya kutoa mali katika njia ya Allah kwa lengo la kuitafuta radhi yake, ya kwamba hawa ndio watu wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ili kwa idhini ya Allah waweze kutoa katika njia ya Allah na pia wapate radhi ya Allah. Pili, waweze kuimarisha kaumu na lengo lao. Katika zama hizi kazi ya kusambaza mafundisho na mahubiri ya Islam, Hazrat Masihi Maud alayhi salam ndiye aliyeikabiziwa, na pia ni wajibu wa wafuasi wake ya kwamba kwa ajili ya kutimiza shabaha ya ujio wa Hazrat Masihi Maud alayhi salam wajitolee uhai, mali na wakati wao. Katika kila zama na kwenye kaumu zote, mitume waliokuja waliendelea kuwahimiza na kuhamasisha waumini wao kutoa mali, na Hazrat Masihi Maud alayhi salam pia amesema ya kwamba kwa ajili ya kuitumikia dini mnatakiwa kutoa katika njia ya dini sehemu ya mali yenu, ndipo imani ya kweli inapata kuhakiki. Na kwa yakini waaminio hujitolea kwa ajili ya dini, na shabaha yao ya kujitolea inakuwa sio ya kumfanyia mtu hisani, bali wanatamani ya kwamba Mungu wetu, Mola wetu aturizie na nafsi zetu
mola wetu aturizie na nafsi zetu zipate kuimarika na sisi tuimarike katika imani na kwenye itikadi zetu na kaumu yetu iwe yenye kupata maendeleo. Sisi kwa kadri tuwezavyo tuwaimarishe wanyonge kwa mali zetu. Shabaha tuliyoweka mbele yetu katika kuifanya baiati ya imamu wa zama hizi na mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam, tuweze kufikia shabaha hiyo. Basi watu wa namna hiyo wanapofikiri, wanafikiri wakiwa mbali na mawazo ya nafsi yao inawaelekeza upande wa kujitolea na kupata razi ya Allah, na kisha wao wanapata viwango vya juu vya kujitolea au wanajaribu kuvipata viwango vya juu, na kisha Mwenyezi Mungu pia anapokea zabihu za watu wa namna hiyo na anawajaalia fadhila zake. Mwenyezi Mungu ndiye ajuae hali ya mioyo yetu na ndiye anayejua nia zetu. Hivyo yeye haoni kwamba nani ametoa zabihu kubwa na nani ametoa zabihu ndogo, bali Mwenyezi Mungu hulipa sawa na nia za watu. Na ndiyo maana katika aya hiyo Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba mfano wa watu hao kwa ajili ya Allah ni wa aina mbili. Moja ni kama wabilun, yani mvua kubwa, na pili ni tallun, yani umande au rasharasha na manyunyu. Mwenye wasaa hujitolea zaidi na hujitolea sana katika njia ya dini, au anaweza kutoa katika njia ya dini. Lakini mtu maskini anaweza kufikiri au anaweza kupata wazo ya kwamba mtu tajiri kwa sababu ya kujitolea kwake amezidi katika kujitolea na ameweza kutoa michango mikubwa na hivyo ameweza kupata ukaribu wa Allah, au amejaribu kupata ukaribu wake, au atakuwa ameupata ukaribu wa Allah. Mimi nina hela ndogo tu, hivyo kivipi naweza kufikia kiwango chake? Mwenyezi Mungu anasema kwamba kama ardhi yenye rutuba inaweza kupata faida na mvua ndogo au umande, vivyo hivyo zabihu za mwenye wasaa ndogo pia zina daraja ya talun, na kujitolea kwao pia kunaweza kuchangia katika kuleta matunda na maua yake. Mwenyezi Mungu ndiye mpaji wa matunda ya kujitolea na ndiye mwenye kuleta matunda kwa kila kitendo, kwa kila amali. Hivyo Allah hujua nia zenu na hali zenu, hivyo yeye atapokea zabihu zenu vile vile na atawajaalieni malipo yake maradufu, bali hata zaidi yake. Safari moja Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam alisema ya kwamba leo dirhamu moja imeshinda dirhamu 100,000. Masahaba wakasema, ya Rasulallah, hiyo imekwaje? Mtume mtukufu sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba mtu mmoja alikuwa na dirhamu 2 tu, yeye akatoa dirhamu moja, na kuna mtu mwingine aliyekuwa na hela na mali nyingi, naye akatoa 100,000 kutoka mali yake. Sasa kujitolea kwa mtu huyo kwa 100,000 ilikuwa si kitu mbele ya mali yake nyingi. Basi Mwenyezi Mungu hulipa malipo ya nia na anatoa malipo ya matendo
yanayofanywa katika hali ya dhiki. Amempa moyo maskini akisema kwamba usifikiri ya kuwa kujitolea kwako kwa kiasi kadogo haina umuhimu vovote, bali hata kujitolea kwenu na kujitolea kwako kwa kiasi kidogo pia kuna imarisha imani na pia kuna imarisha jumuiya. Basi zabihu zinazotolewa kwa ajili ya allah ndizo zinavutia fadhili ya allah. Mwenyezi Mungu anaona kila kitendo chetu tunachofanya, hivyo yatupasa kuweka mbele yetu kusudio na shabaha hii ya kwamba kazi yoyote tunayotaka kuifanya tuifanye kwa ajili ya kupata radhi ya allah. Mtu akiwa na fikra hiyo ndipo anaweza kuwa mrisi mkweli wa fadhili za allah. Katika zama za hat masihi maud alah salam, wafuasi wake wengi walikuwa watu maskini, lakini walikuwa wamezidi sana katika kujitolea. Hata safari moja hat masihi maud alah salam akiwasifu akasema, naona ya kwamba wapo mamia ya watu waliomo katika jumuiya yetu ambao wanakuwa na mavazi ya kawaida sana, hata kununua shuka au suruali ni kazi ngumu kwao, na hawana mali yoyote, lakini nikiona imani na uaminifu na upendo na unyofu wao nashikwa na mshangao mkubwa. Sifa zinazoonekana katika matendo yao na athari zake zinaonekana juu ya nyuso zao. Wao ni imara katika dini na ni wakweli katika itikadi na ni waaminifu na wanyofu, kiasi kwamba kama watu wapendao mali na starehe za dunia wajue kuhusu ladha ile wanayoipata wao, basi watu hawa wa dunia wawe tayari kutoa kila kitu ili waweze kupata ladha ile. Kisha anasema katika sehemu nyingine ya kwamba sisi tunaona ya kuwa jumuiya hii imezidi sana katika ikhilasi na kwenye upendo. Saa nyingine kwa kuona ikhilasi ya jamaat hiyo na kwa kuona jaziba ya imani yake, mimi nashikwa na mshangao mkubwa, na hata maadui pia wanashangaa sana. Basi kupata maendeleo katika imani na ikhilasi na kiwango cha juu cha imani ni kitu ambacho hata leo pia kinaonekana kwa watu wa jumuiya ya hat masihi maud alahi salatu wassalam, bali hata wanajumuiya wapya pia wamezidi sana katika ikhilasi na imani, ambao katika muda mfupi tu wamepata maendeleo makubwa, na katika muda huo mfupi tu wamepata maendeleo makubwa, na kiwango chao cha kumpenda mtumishi mkweli wa mtume sallallahu alaihi wasallam na uhusiano wao na ukhalifa wa zama umezidi sana, kiasi kwamba kama asemaavyo hat masihi maud alah salam kwamba hata maadui pia wanastaajabu kwa kuona jaziba na hali yao. Hicho ni nini ambacho kimewaletea mabadiliko hayo? Kwa yakini hiyo ni fadhili ya allah kwao, ambayo allah kwa kuona tabia na asili yao njema amewafanyia watu hawa. Kwa kupitia kauli na matendo yao wanaonyesha uhusiano wao na ukhalifa na upendo wao na ikhilasi yao. Huzur anasema kwamba leo dunia imezama katika mambo yake. Watu wa dunia wameiangukia dunia, ilhali watu hawa kwa kujitolea kwao wanajaribu kushindana katika mema ili waweze kupata radhi ya allah, kwani wameshaelewa ya kwamba njia moja katika njia nyingi za kupata radhi ya allah ni kutoa katika njia yake. Basi jumuiya hii ambayo sawa na ahadi za allah
imeanzishwa na hatmasihe maud alah ssalam, ni nani awezaye kusema kwamba jumuiya hiyo inazofika? Jumuiya hiyo imeanzishwa ili ikue na isambae na izidi na ipate maendeleo, na njama yoyote ya maadui haiwezi kuiletea hasara yoyote, na kwa fadhili ya Allah jamaat inakuwa na inazidi. Tunazungumzia sifa ya kujitolea, hivyo naeleza matukio machache ambayo yanaonyesha jinsi watu wanavyodhihirisha imani yao pale wanapojitolea, na kisha jinsi Allah anavyoimarisha imani yao. Katika bara la Afrika kuna nchi ya Sierra Leone, na kuna mtu anayeishi mbali katika nchi hiyo ya Sierra Leone. Kuhusu mtu huyo, mwalimu wa kule anaeleza akisema ya kwamba nilikwenda kutembelea tawi lake. Ilikuwa mwisho wa mwezi, hivyo nikawahimiza na nikawahamasisha wanajumuiya kutoa mchango wa wakfe jadid. Watu walikwepo misikitini. Wao walipohimizwa kutoa mchango wa wakfe jadid, imamu wao Sheikh Othman akatoa mchango, hela ambayo walikuwa wameikusanya kwa ajili ya mchango, na imamu huyo akasema kwamba sisi hatuna uwezo wa kutimiza ahadi yetu, ilhali sisi tunatamani sana kwamba tutimize ahadi yetu, lakini saizi hatuna cha kufanya. Wakamwambia mwalimu kwamba yeye awaongoze katika maombi. Mwalimu anasema mimi nikawaongoza katika dua, na wote kwa sauti ya juu wakasema amin. Kisha nikapanda pikipiki na kurejea nyumbani. Anasema bado nilikuwa njiani tu nikapokea simu ya imamu huyo huyo, yani Sheikh Othman, akisema kwamba ninakuja kwako ili nikutane nawe. Nikashangaa sana kwa kufikiri kuwa muda si mrefu nimetoka huko na sasa amenipigia simu kwamba anakuja kwangu. Imamu huyo alipofika akaniambia kwamba dua tuliyofanya ikaleta athari yake, ya kwamba baada ya muda mfupi tu jamaa yangu fulani akaja na akanipatia $100,000 liuni na akaniambia kwamba nifanye maombi kwa ajili yake. Imamu anasema kwamba nikaanza kupiga takbira ya Allahu Akbar kwa sauti kubwa. Jamaa yangu akashangaa sana kwamba bwana, vipi, imekuwaje? Mimi nikamwambia kwamba tulikuwa na ahadi ya mchango wa wakfe jadid na kiasi fulani ilikuwa imebaki. Muda si muda tumemaliza maombi na Allah amekutuma hapa na ametuma hela hiyo. Na imamu huyo Sheikh Othman akatoa hela yote katika mchango wa wakfe jadid ambayo ilikuwa $100,000 liuni. Huzur anasema hela hiyo ilikuwa nyingi sana kwa watu hawa. Sisi tukibadilisha katika paundi, hiyo inaweza kuwa kama paundi 6.50 peni tu, lakini kwa ajili yao hiyo ilikuwa nyingi sana, ambayo wakaitoa kwa ajili ya Allah. Yeye alikuwa na mahitajio yake, lakini hakuyajali mahitajio yake, bali akaleta na kuitoa katika njia ya Allah. Na hiyo ndiyo mifano ile ambapo dirhamu moja inashinda dirhamu 100,000. Kwa yakini Allah atakuwa amemwona kwa jicho la upendo na huruma. Kisha tunapoangalia viwango hivi vya kujitolea, viwango hivi vinaonekana kwa kina mama vile vile. Chad ni nchi moja. Mbashiri wa huko anasema, Khalifa mtukufu anasema kwamba kwa fadhili ya Allah katika nchi ya Chad pia wanajamaat wenye ikhlasi sana wamepatikana, na idadi kubwa ya wanajamaat wa Chad ni wanajumuiya wapya na mubain. Kuna mama mmoja aitwaye Umehani
aliyetoa ahadi ya kulipa 70,000 frank katika wakfe jadid, lakini hakuweza kulipa. Yeye alikuwa na ngamia ambaye akauza kwa 170,000 na akatimiza ahadi ya wakfe jadid, na hela iliyobaki pia hakutumia juu ya nafsi yake bali akaitoa katika michango mingine. Kisha kuna nchi ya Togo na kuna mwanajumuiya aitwaye Ibrahim Sahib ambaye anafanya kibarua cha kuchunga mbuzi na wanyama wa watu wengine, na kipato anachokipata anatoa mchango mkubwa kutoka kipato chake. Yeye akatoa ahadi lakini hakuweza kutimiza ahadi yake. Kuna mto karibu yake ambapo watu wanakuja kusomba mchanga kutoka mto ule. Bwana Ibrahim akafanya kibarua wakati wa usiku, akafanya kibarua cha kusomba mchanga na akajaza malori mawili, na kipato alichokipata akatoa katika mchango wa wakfe jadid. Kwa nini akafanya juhudi kubwa? Na kisha baada ya kufanya juhudi kubwa, baada ya kufanya kazi nzito, hakuweka hela kwake, kwa sababu sasa amepata kuelewa umuhimu wa kupata radhi ya Allah. Kisha sio wanaume, wanawake au watu wakubwa tu, bali hata watoto pia wana hali hiyo hiyo. Belize ambayo ni nchi moja katika Marekani ya kati, ambayo ina umbali wa maili maelfu kutoka hapa, khalifa wa zama bado hajaitembelea. Wote ni wanajumuiya wapya, lakini wana fikra ya aina moja. Fikra iwe ya Afrika au iwe ya Marekani au iwe ya visiwa au iwe ya Asia, wana fikra moja tu. Na hayo ndiyo mapinduzi na mageuzi yaliyoletwa na Hazrat Masihi Maud alayhi wassalam. Tukio lake ni hivi kwamba kuna mtoto mwenye umri wa miaka 14 aliyetoa mchango wa Tahrike Jadid. Nilikuwa nimeeleza habari zake, watu wakampongeza sana juu yake, na kutoka Canada mtu fulani akamtumia zawadi ya $200 akisema kwamba kwa kuwa wewe umejitolea hivyo, hiyo ni zawadi yako kutoka kwangu. Sasa angalieni hali ya mtoto huyo, ana umri wa miaka 14. Huzuri anasema kwamba vijana wa hapa wakipata hela wanakuwa na shauku ya kununua vitu mbalimbali, lakini mtoto huyo akasema kwamba nilikuwa na haja ya kutengeneza kadi yangu ya ulinzi, na kwa ajili yake nilikuwa na hitaji $30 tu, hivyo nimeweka $30 na hela inayobaki ambayo ni $170 naitoa katika mchango. Ni mtoto wa familia maskini. Ye akaambiwa kwamba hela hiyo uiweke kwako kwa ajili ya matumizi yako, lakini mtoto huyo akasema kwamba hapana, na akatoa katika mchango. Hiyo ni kutanguliza dini juu ya dunia. Allah amjalie mtoto huyo aendelee na fikra hiyo hiyo, na Allah amlinde katika mazingira ya kidunia. Kisha kuna nchi nyingine inayoitwa Jamaica. Kijana mmoja aitwaye Yasin Sahib, huzur anasema kwamba jina la mtoto huyo ambaye ametajwa juu anaitwa Daniel, na kijana huyo anaitwa Yasin, ambaye alikuwa hana ajira kwa muda mrefu na alikuwa akijikimu kwa kuuza vitu vidogo vidogo. Lakini katika hali hiyo pia yeye alikuwa na wasiwasi kuhusu michango yake. Alikuwa na wasiwasi kwamba nimeahidi mchango wa wakfe jadid na mwaka unakaribia kuisha na mimi sina kitu chochote. Kisha siku moja akaja kwa mbashiri muda wa jioni na akasema kwamba leo nimechuma $400 ya Kijemeka na
nimetoa 25% na dola 100 naitoa katika mchango wa wakfe jadid. kisha angalieni mfano mwingine wa kupata upendo na razi ya mwenyezi mungu wa mwanajumuiya mmoja wa nchi maskini, mfano usio na kifani. Watu wanasema ya kwamba watu hawa si wasomi, ni maskini, lakini uhakika ndio huu ya kwamba watu hawa wanajua zaidi kuhusu dini kuliko watu wanaojidai kuwa wasomi, na ni matajiri wa moyo. nchi hii ni Guinea Conakry. Mbashiri mkuu anasema ya kwamba katika siku 10 za mwisho za mwaka wa wakfe jadid nilitoa hutuba juu ya umuhimu na baraka za mchango wa wakfe jadid, na katika hutuba yake akaeleza nukuu kutoka hutuba zangu, na anasema kwamba nikaihimiza jumuiya juu ya kujitolea. Anasema baada ya hutuba kwisha, mwanajumuiya mmoja aliye maskini lakini ni mwaminifu mno, bwana Musa saheb, akatoa kutoka mfuko wake hela yote aliyokuwa nayo, takriban 2,18,500 frank, na akatoa katika mchango wa wakfe jadid. Nilipomwambia kwamba wewe umetoa hela nyingi na hata mwaka jana pia ulikuwa umelipa mchango mkubwa, sababu yake ni nini? Yeye akasema kwamba jambo hili la khalifatul masih limepenya na kuingia moyoni mwangu kama msumari, ya kwamba mapenzi mawili hayawezi kuishi katika moyo mmoja. Mapenzi mawili hayawezi kuishi katika moyo mmoja. Mtu ampende Allah au apende mali yake. Ndiyo sababu ya kwamba kila nikipata nafasi najitahidi kudhihirisha mapenzi yangu kwa Allah na matendo yangu. Akasema kwamba imani yangu haiwezi kuwa kama ilivyokuwa imani hat Abu Bakr Siddiq, ya kwamba niweze kutoa mali yote ya nyumbani katika njia ya Allah, lakini nachoweza kufanya ni kwamba nitoe yote niliyo nayo katika mfuko wangu. Na pia naomba kwa ajili ya dua ya kwamba Allah anijalie imani hat Abu Bakr Siddiq. Na akasema kwamba sababu ya pili ni kwamba tangu nianze kushiriki katika kujitolea mali, Mwenyezi Mungu amenijalia imani sana na nimezidi katika imani, na nahisi kwamba nimebadilika sana. Hiyo ni ile fikra na ufahamu ambao hata wasomi wengi pia watakuwa hawana. Kisha jinsi Allah subhanahu wa ta'ala anavyowasaidia watu wake katika kuzidi kwenye imani. Kuna tukio la Guinea Conakry. Kuna mwana jumuiya mwaminifu mwenye ikhlasi anayeitwa Al-Hassan sahib. Yeye anasema ya kwamba mimi niliweka hela ya mchango wangu kwenye bahasha na nikaiweka mezani. Mtu huyo ni mfanya biashara. Anasema kwamba kwa sababu ya shughuli zangu sikuweza kutuma markaz. Ghafla nikakumbuka hapo, nikampatia dereva wangu hela ile na nikamwambia kwamba aende markaz na aende kulipa mchango huo, na mimi mwenyewe nikatoka nje na nikaenda kufanya kazi sehemu fulani. Katika muda huo huo nilipokuwa nje, ofisi ya jirani yangu ikapata moto na ofisi ile ikateketea kabisa. Anasema kwamba nikaanza kupokea simu za watu mbalimbali wakisema kwamba ofisi yako imepata moto, hivyo nikafika kwa haraka. Kisha anasema kwamba nikapata wazo ya kuwa kivipi hiyo inaweza kutokea, mimi najitolea kwa ajili ya Allah. Anasema kwamba angalieni nishani ya Allah, jinsi Allah alivyonijali. Japokuwa ukuta wa ofisi yangu na ofisi yake zilikuwa zikipakana, na ukuta wa ofisi ya jirani yangu ulikuwa karibu na ofisi yangu, ofisi yangu ikabaki salama. Na wakati ule
katika ofisi yangu kulikuwa na hela nyingi ya kampuni na maofisi mengine yakaungua kabisa, lakini ofisi yangu ikabaki salama. Anasema kwamba nikapata wazo ya kuwa kwa yakini hiyo ilikuwa baraka za mchango. Huzur anasema kwamba watu hawa wana elimu vile vile na wanajua, kwa sababu yeye alisema kwamba wazo langu likaelekea upande wa ufunuo ule wa Masihi Maud alah salam, ya kuwa moto huu ni mtumwa wako, bali ni mtumwa wa watumwa wako. naye anasema kwamba hivyo Mwenyezi Mungu akamsalimisha mtumishi mnyonge wa Masihi Maud alah salam kutoka kupata hasara. kisha kuna tukio moja Amir Saheb wa Gambia anasimulia akisema kwamba kuna mwalimu wa tawi moja la mkoa wetu ambaye akaeleza ya kwamba mwanajumuiya mmoja wa tawi letu bwana Samboba Saheb aliposikiliza hutuba yangu kuhusu wakfe jadid nilipotangaza mwaka mpya na nikaeleza matukio mbalimbali, hapo bwana huyo akatoa dalasi 500 kama mchango, na anasema kwamba Mwenyezi Mungu akamteremshia fadhili zake hivi kwamba mwaka ule yeye akapata mavuno maradufu. Hivyo alikuwa ameahidi dalasi 500, lakini alipolipa akalipa dalasi 1000. kisha anasema kwamba kipato chake alichokuwa amekipata kutoka mashamba yake alikuwa ametoa zaka juu yake. Kwa mfano, juu ya mtama alikuwa akitoa magunia 10, lakini mwaka huo akaongeza hadi magunia 50, na pia akatoa zaka kutoka karanga magunia kama 2. na anasema kwamba wanajumuia wanaotoa mchango bila kukosa mavuno yao yakatoka vizuri, na watu wasio wa Ahmadia pia wanasema kwamba katika jumuiya hiyo kuna jambo fulani, kwani watu wa jumuiya hiyo wanapotoa katika njia ya Allah mavuno yao yanaanza kuongezeka na yanaongezeka maradufu. Khalifa mtukufu anasema kwamba kisha mifano hiyo haipatikani katika nchi za Afrika pekee au katika nchi maskini za dunia, bali wanajumuiya wa nchi tajiri pia ambao wamejaaliwa imani wanaonyesha mifano ya namna hiyo. Mbashiri wa Ujerumani anaandika ya kwamba yeye aliweza kuitembelea tawi moja Rodersheim na akawahimiza wanajumuiya kuongeza mchango wao, na kama kuna mapungufu basi wayamalize mapungufu yao na watoe michango mizuri. Anasema kwamba huko mke wa rais wa tawi ni mama Mjerumani na ni mwaminifu sana. Mbashiri alipowaambia kwamba sisi tunatamani kuwa tawi lenu pia lizidi katika mchango na liingie katika orodha ya matawi yanayotoa mchango mkubwa na mchango mzuri, hapo mama huyo akatoa euro 19,000 na akasema kwamba hela hiyo nilikuwa nimeitunza kwa ajili ya kununua gari yangu, lakini moyo wangu umepata jaziba ya kuwa jina la tawi letu litakwenda mbele ya khalifa wa zama, hivyo mimi ninatoa katika mchango na ili mimi niweze kupata radhi ya Allah. Kisha kuna mwanafunzi mmoja kutoka Ujerumani aliyetoa ahadi ya euro 500. Wazazi wake wakasema kwamba wewe utawezaje kulipa ahadi hiyo ya 500? Yeye akasema kwamba nitalipa tu. Anasema kwamba Mungu akanisaidia hivi ya kuwa katika wiki ile ile nikapokea simu kutoka chuoni kwamba sisi tumewachagua wanafunzi 40 ambao watapewa posho kutoka chuoni. Wewe tuma akaunti yako ili posho yako itumwe kwako, ambayo ni euro 1,000. Anasema kwamba Allah akanirudishia akiongeza mara 2.
kisha kuna mfano wa uingereza balambeg saheb ambaye ni mwanajumuiya wa hapa. Yeye anasema kwamba nilikuwa na mapungufu katika mchango wa wakfe jadid. Kulipa nikalipa, lakini bado nilikuwa na mapungufu. Anasema kwamba siku ijayo nilipokuwa na tafakari kuhusu mchango wangu, na anasema kwamba kimsingi nilikuwa nimepokea barua kutoka halmashauri, na katika barua ile walikuwa wamenitaka kulipa malipo makubwa ya huduma fulani, na nilikuwa na tafakari kuhusu swala hilo. Ndipo nikapokea ujumbe kutoka ofisi ya wakfe jadid kuhusu mchango. Hivyo kwanza nikalipa mchango wa wakfe jadid, na siku ijayo nikapokea barua nyingine kutoka halmashauri, na katika barua ile wao wakaomba razi na wakaniambia na wakaniandikia ya kwamba barua tuliyokuwa tumekutumia tulikuwa tumetuma kimakosa. Hivyo baada ya kufanya hisabu tumejua kwamba wewe hudaiwi chochote, bali wewe unatudai. Na anasema kwamba mchango wa wakfe jadid niliyotoa, wao wakanipatia hela iliyokuwa mara 10 zaidi kuliko mchango ule. Kwa njia hiyo mwenyezi mungu anaimarisha imani ya watu na anawapatia zaidi. Kisha kuna mfano mwingine wa kujalia kwa allah ambao ni wa india. Kiongozi mmoja wa wakfe jadid anasema ya kwamba katika siku za mwisho za mwaka wa wakfe jadid nilikwenda kuitembelea jamaat ya yadghir ili niweze kuwahimiza wanajumuiya kuhusu mchango wa wakfe jadid, na nikaenda kwa khadim mmoja na kuongea naye kuhusu mchango wa wakfe jadid. Kijana huyo akasema kwamba muda huu nina rupia 1500 tu mfukoni mwangu ambayo nimeweka kwa ajili ya kumpatia mtu fulani. Sasa umeniambia kuhusu mchango wa wakfe jadid, sasa ninafikiri kwamba nifanye nini. Kama nikilipa mchango mtu huyo anaye nidai nitampatia nini, na katika muda mfupi sitaweza kuandaa hela nyingine. Lakini akasema kwamba haina shida, mimi natoa mchango wa wakfe jadid, na akalipa hela ile katika mchango. Anasema kwamba siku ijayo nikaenda kumtembelea tena kwenye duka lake, na kijana huyo akatoa hela nyingi kutoka mfuko wake na akaweka mbele yangu. Ilikuwa hela nyingi. Kijana huyo akaniambia kwamba jana nilipotoa mchango wa wakfe jadid na kisha nikaenda nyumbani nikapokea hela nyingi kutoka sehemu mbalimbali ambapo nilikuwa na wadai, lakini walikuwa hawanipi, na hivyo mwenyezi mungu akanijalia baraka zake. Kisha kuna wanajumuiya ambao ni matajiri. Huzur anasema kwamba ijapokuwa katika mtazamo wa dunia si matajiri sana, lakini katika jamaat ni matajiri. Mmoja wao ni mtu wa Karolai ambaye akatoa mchango wa 1,000,000. Mkewe alikuwa Mkristo, kisha akajiunga na jumuiya, na ana tabia ya kufanya maombi mengi na kuswali sala 5, na ni mwaminifu sana, na ni pia ni musi, bali wote wawili wamejiunga na nizamu ya wasia. Anasema kwamba sisi tulikwenda kuwatembelea katika nyumba yao. Hapo mkewe akatupatia cheki ya rupia 500,000. Katibu akasema kwamba mume wako amekushatoa 1,000,000 na wewe pia unatoa tena. Hapo mama huyo akasema kwamba neema zote tulizopata tumepata kwa sababu ya baraka za michango tu, hivyo moyo wangu unatamani kutoa mara kwa mara. Kwa sababu ya baraka za michango tu biashara yetu inapata maendeleo hadi maendeleo, hivyo hatutaonyesha uzembe vovote katika swala la michango. Kisha mbashiri wa mali anaandika ya kwamba katika mji wa Kai tulifanya vipindi mbalimbali kwenye redio ya jumuiya, na katika vipindi vile tukaeleza kuhusu umuhimu wa kujitolea na wakfe jadid na shabaha zake. Kisha tukatembelea matawi mbalimbali. Hapo matawi yote yakatoa chochote sawa na uwezo wao. Mwanajumuiya mmoja akatuambia ya kwamba niliposikia kuhusu utoaji wa mchango wakati ule sikuwa na hela taslimu,
ili ningeweza kutoa katika njia ya allah, lakini nikafunga nia imara kwamba lazima nitatoa chochote na sitakaa nyuma. Hivyo nikaenda porini na huko nikakusanya kuni, kisha nikatayarisha makaa na nikayaleta kijijini kwangu. Na ujumbe wa jumuiya ulipokuja kututembelea, yeye akatoa magunia ya makaa kama mchango. Khalifa mtukufu anasema kwamba mtu huyo maskini kile alichoweza kufanya akafanya, na sawa na hesabu yake thamani ya magunia yale ilikuwa kama 50,000 farank. Na anasema kwamba nina furaha kubwa sana kwamba mimi pia nimeweza kushiriki katika mpango wa kujitolea. Kutoka Poland mtu mmoja anaandika ya kwamba katika siku za mwisho za mwaka wa wakfe jadid mbashiri wetu alipotuhimiza kutoa mchango, anasema kwamba wakati ule nilikuwa na 100 zaluti, hiyo ni sarafu ya Poland. Anasema siku ile ilikuwa jalsa ya Qadian tarehe 26 na nilikuwa na mpango wa kusikiliza hutuba ya khalifa mtukufu kwa simu, lakini kifurushi changu pia kilikuwa kinakaribia kuisha. Moyo wangu ulikuwa ukitamani sana kusikiliza hutuba, hivyo nikanunua kifurushi cha zaluti 20 na zaluti 28 kwa kila mtu. Nikalipa mchango wangu na wa mwana wangu na mke wangu, na nikaamua kwamba katika siku zilizobaki hatutanunua chochote na tutatumia vitu ambavyo vipo nyumbani tu. Lakini pia nilikuwa natamani kwamba kama tungekuwa na hela zaidi basi tungetoa katika mchango. Anasema kwamba tukafanya maombi na allah akatujalia kwa fadhila zake. Tarehe 28 nilipokuwa narejea kutoka kazini, rafiki yangu mmoja ambaye nilikuwa na mdai zaluti 12, yeye akaniambia kwamba niende kwake niichukue hela hiyo. Anasema kwamba nilipoangalia akaunti yangu nikaona kwamba zaluti 1290 zilikuwa zimeingia katika akaunti yangu kutoka sehemu mbalimbali. Na anasema kwamba nilikuwa nafanya kazi katika kiwanda fulani, na kwa miaka 3 kiwanda hicho kilikuwa hakikutoa bonus yoyote, yani nyongeza. Lakini sasa kwa sababu ya kutoa mchango wa wakfe jadid nilikuwa nimepewa bonus hiyo, na kwa njia hiyo nikapata zaluti 1300 na kisha nikatoa mchango wa ziada kama zaluti 300. Na kisha anasema kwamba allah akanijalia fadhili zake nyingine kwa njia nyingine, kwamba mwana wangu anafanya kazi katika sehemu moja, mshahara wake unaongezwa mara moja tu kwa mwaka katika miezi ya Oktoba na Novemba, na mwaka huo mshahara wake ulikuwa umeshaongezwa tayari. Lakini katika mwezi wa Desemba na tarehe 31 mshahara wake ukaongezwa tena, na hivyo anasema kwamba jambo hilo likatuzidisha katika imani. Kuna tawi moja la mkoa wa Shianga nchini Tanzania, wanajumuiya wapya wa huko polepole wanaendelea kushiriki katika nizamu ya kujitolea. Mwalimu wa huko anaandika ya kwamba kuna mwanajumuiya bwana Ramazan ambaye amefanya bayati mwaka jana. Yeye sawa na uwezo wake akatoa ahadi ya tahriki jadid na wakfe jadid, na kabla ya mwaka kuisha akalipa mchango wake mara 2 zaidi kuliko ahadi yake. Pia kwa niaba ya familia yake akatoa kiwanja kwa ajili ya jamaat. Jambo hilo likawashangaza wengi. Baadhi yao wakasema kwa utani kwamba mtu huyo akiendelea kufanya hivi basi atamaliza mali yake yote katika njia ya dini. Lakini mtu huyo akamwambia mwalimu kwamba baada ya kujiunga na jumuiya tu yeye ameweza kufahamu maana na umuhimu wa kujitolea. Anasema tangu aanze kutoa katika njia ya allah amepata baraka tele katika shughuli zake, na shughuli zake zimebarikiwa sana, hata watu waseme nini. Lakini mtu huyo ameweza kununua viwanja mbalimbali na pia ameweza kujenga nyumba 2, na anasema kwamba hayo yote yanatokana na kujitolea kwangu katika njia ya allah. Kisha kuna tukio la Sierra Leone. Wanajumuiya wapya jinsi wanavyoendelea kuzidi katika imani na ikhlasi. Kuna mkoa wao unaoitwa Port Loko. Mbashiri wa huko bwana Jibraili anasema kwamba kuna tawi jipya la wanajumuiya wapya.
sisi tukawahimiza kutoa mchango wa wakfe jadid. Mama mmoja mzee asiyeweza kuona akaja kwangu na mtoto mmoja na akasema kwamba mimi sikutoa ahadi, lakini nimekuja kulipa 2,000 liuni katika mchango wa wakfe jadid. Mbashiri akasema kwamba kwa nini wewe umejiingiza katika taabu, ungeniita tu ningekuja kwako kupokea mchango wako huo. Hapo mama huyo akasema, sasa sikilizeni jibu la mama huyo ambaye ni maskini. Akasema kwamba mchango nimeuleta kwako ni mchango mdogo. Sasa je, ningekuita nyumbani kwa ajili ya mchango huo mdogo? Nilitaka kupata sawabu yote, hivyo nimekuja mwenyewe kulipa mchango huo. Mbashiri wa mkoa San Pedro wa Ivory Coast anasema ya kwamba kuna mwanajumuiya mmoja wa jamaat Koli Hali Sahib ambaye anasema kwamba alinipigia simu katika mwezi wa Ramadhan na akaniuliza kuhusu michango ya wakfe jadid na tahrike jadid, akisema kwamba je, ni muhimu sana kulipa au kuongeza mchango katika mwezi wa Ramadhan. Mimi nikamwambia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na hat Masihi Maud al-Islam wametuachia mifano yake ya kwamba walikuwa wakijitolea sana katika mwezi wa Ramadhan, na pia nikamwambia kuhusu umuhimu wake, na pia nikamweleza jinsi michango ya tahrike jadid na wakfe jadid inavyochangia na inavyotumika katika kusambaza ujumbe wa Islam, na pia nikamwambia kwamba sio farazi, lakini sawa na uwezo kila mtu anapaswa kushiriki katika mipango mbalimbali ya kujitolea katika mwezi wa Ramadhan. Hapo bwana huyo ambaye kila mwezi alikuwa akitoa 20,000 farak akatoa ahadi ya kwamba kuanzia siku ile kila mwezi na katika mwezi wa Ramadhan pia atatoa 30,000 farak katika michango ya tahrike jadid na wakfe jadid, na pia akaahidi kuongeza na kulipa zaidi mchango wa wakfe jadid kabla ya mwaka wa wakfe jadid kuisha. Anasema kwamba kwa fadhili ya Allah bwana huyo kuanzia Ramadhan ile hadi leo anatoa michango yake yote ya lazima bila kukosa. Khalifa mtukufu anasema kwamba tunapozungumzia jambo la kusambaza Islam na matumizi yake, hivyo ningependa kueleza hapa ya kwamba mwaka jana Mwenyezi Mungu alijalia jumuiya kujenga misikiti 187 na saa hizi pia kuna misikiti 105 inayoendelea kujengwa katika Afrika. Pia nyumba za walimu na wabashiri zilizojengwa idadi yao ni 144 ambazo idadi zake kubwa ni katika Afrika, na kuna nyumba 45 bado zinaendelea kujengwa. Pia katika sehemu ambapo hatuwezi kujenga nyumba ya mbashiri, basi huwa tunapanga nyumba, na katika nchi za Afrika kwa jumla kuna nyumba 731 ambazo zimepangwa. Katika nchi zingine za Asia kuna nyumba 632 ambazo zimepangwa na kodi zake zinatolewa. Pia ningependa kusema kwamba asilimia kubwa ya mchango wa wakfe jadid inatumika juu ya nchi za Afrika, na nimeeleza kuhusu ujenzi wa misikiti. Hata kazi hiyo pia inakuwa si rahisi kufanywa, tunalazimika kuona upinzani wa maadui na wapinzani, lakini kwa ajili ya Allah jumuiya inaendelea kufanya kazi zote, na Allah ametoa ahadi ya kuiletea jumuiya maendeleo, hivyo msaada wake pia unatusaidia katika kila wakati. Naeleza tukio moja la Kongo Kinshasa. Mbashiri wa huko anaandika ya kwamba kuna sehemu inayopatikana katika mkoa wa Bandu. Anasema kwamba tangu miaka miwili kazi ya kujenga msikiti inaendelea, na Waislamu wa dhehebu la Sunni wametumia kila njia ya kuipinga jumuiya.
mpaka wakaenda serikalini kupeleka mashtaka zidi yetu, lakini waliposhindwa wakaanza kututisha, lakini hawakufanikiwa. Na upande wa pili kazi ya ujenzi wa misikiti ikaendelea kama kawaida, na mwanajumuiya mmoja anayesimamia kazi ya ujenzi wa misikiti akatuambia kwamba siku moja profesa mmoja wa chuo ambaye ni Mkristo akatutembelea na akaanza kutusaidia katika kazi ya ujenzi wa msikiti, na akaendelea kuwasaidia wanajumuiya wengine katika kazi ya kusomba mchanga. Huzuri anasema kwamba upande mmoja wapinzani wanafanya kazi yao na upande wa pili Allah anawaleta watu wengine wanakuja kutusaidia, na watu wenye tabia njema wanakuja hivi. Kisha kuna tukio la Cameroon ambapo katika Wada Spinach ambapo kuna wingi wa Waislamu na ni mtaa wa mji wa Dola. Anasema kwamba katika sehemu hiyo jumuiya ilikuwa imepatikana miaka miwili iliyopita. Tulianza kujenga msikiti hapo, tukapokea barua kutoka afisa wa eneo hilo kwamba sisi tusitishe kazi ya misikiti. Jumuiya ikasimama tu. Tulipofanya upelelezi tukajua kwamba shirika la Waislamu, tanzim moja la Waislamu, imewaindikia viongozi na gavana barua nyingi ya kwamba jumuiya hiyo ni jumuiya ya kigaidi na haina uhusiano wowote na Islam, hivyo hawezi kujenga misikiti. Huzuri anasema kwamba hiyo ni propaganda inayofanywa na nchi za Kiislamu, na mashekh wao wanakwenda huko na wanawapotosha watu zidi yetu. Hapo wanajamaat wakawajibu na wakafanya maombi na wakawasiliana na viongozi. Anasema baada ya mwezi mmoja afisa huyo huyo akatuita katika ofisi yake na pia akawaita viongozi wa vyama vingine vya dini na imamu mkuu na watu wengine. Afisa huyo akaanza kusoma taarifa moja na akasema kwamba kwa sababu ya malalamiko ya Waislamu tulikuwa tumesitisha ujenzi wa misikiti wa Ahmadia, lakini tulikuwa tumeagiza ripoti kutoka maeneo mbalimbali ya Cameroon. Sawa na ripoti tulizopokea, jumuiya hiyo ya Ahmadia ni jumuiya ya kimataifa, inafanya kazi katika nchi zaidi ya 200 na inafanya kazi katika Cameroon tangu miaka 15, na katika Cameroon imeshajenga misikiti mingi. Na akaeleza kuhusu huduma za kidini zinazotolewa na jamaat na pia huduma za kijamii zinazotolewa na jamaat. Ye akaeleza kwamba katika maeneo mengi watu hawa wanachimba na wamechimba visima na wamefunga bomba za maji safi na wanalea mayatima na wanawasaidia wanafunzi katika masomo yao, na pia muda wote wanapinga ugaidi. Na kisha akasema kwamba jumuiya hiyo inatoa mafundisho ya amani na inasema kwamba zama hizi si zama za kupigana jihadi na upanga, bali ni zama za jihadi ya kalamu. Ye akawaambia wale mambo hayo yote. Kisha akasema kwamba viongozi wakubwa wa Waislamu wanashiriki katika mikutano yao, hivyo mimi sioni sababu ya kuwazuia kujenga msikiti na wanaweza kujenga msikiti hapa. Ye alipomaliza ripoti yake, viongozi wote wa Waislamu waliokuwa ofisini kwake wakasimama na wakasema kwamba watu hawa ni makafiri. Sisi tuna imani kwamba hawa ni makafiri, na ripoti ulioandaa wewe umeandaa bila kutuuliza chochote, hivyo hatukubali hivyo. Afisa huyo akapata hasira na akasema kwamba mimi najua nachofanya, hivyo nendeni kutoka hapa. Wao wakaondoka na yeye akaiambia jamaat kuendelea na kazi ya ujenzi wa misikiti. Huzuri anasema kwamba huduma zinazotolewa na jamaat zinaleta athari njema kwa kila mwenye tabia njema, naye analazimika kuisifu jumuiya. Kazi inayofanywa kwa lengo la kupata radhi ya Allah, hapo Allah pia anatuma wasaidizi wake na anaondoa vizuizi vya wapinzani na maadui. Jinsi fadhili za Allah zinavyozidi, mimi ningependa kueleza tukio moja. Kuna ripoti ya Ghana, mkoa wa Magharibi,
inayosema kwamba walipofanya mahubiri wakafanikiwa kupata baiati 60. Kulikuwa na misikiti mdogo wa jumuiya katika kijiji kile kilichokuwa kimejengwa kwa matofali mabichi. Waislamu wasio wa ahmadia wakiona maendeleo yetu wakajenga msikiti mzuri mbele ya msikiti wetu, na kwa kupitia msikiti huo wakajaribu kuwavutia wanajamaat wapya waende kuungana nao. Hapo baadhi ya wanajamaat wapya walio dhaifu wakaenda kuungana nao. Baadaye jumuiya ikajenga msikiti mzuri sana katika sehemu ile ile. Sasa wanajamaat wanakuja kuswali katika msikiti huo, na pia wapo wasuni wengi ambao wanakuja kuswali katika msikiti wetu, na msikiti wetu umejaa na waumini, ilhali ni wachache sana ambao wanakwenda kuswali katika misikiti wao. Kwa ajili ya malezi ya wanajamaat wapya, darasa za malezi zinafanywa, na kwa fadhili ya Allah jumuiya inaendelea kupata maendeleo. Huzur anasema kwamba yapo matukio mengi yanayoeleza fadhili za Allah. Mwenyezi Mungu ni mwenye ahadi kweli, na ahadi alizofanya kwa Masihi Maud al-Islam anaendelea kuzitimiza, na anatusaidia kutoka ghaibu, na ataendelea kutusaidia inshallah. Allah anatujalia nafasi, anatupatia nafasi ya kutumia katika njia yake ili tuweze kupata radhi yake na tuwe warisi wa fadhili zake. Allah atujalie sote ili sisi tuweze kupata fadhili zake. Khalifa mtukufu anasema kwamba sasa mimi kama ilivyo kawaida yangu nitaweka mbele yenu ripoti ya wakfe jadid ya mwaka 2021, na pia katika mwezi huu wa Januari mwaka mpya wa wakfe jadid umeanza ambao ni wa mwaka 2022. Ripoti ya mwaka jana inasema kwamba kwa fadhili ya Allah mwaka huu uliopita ambao ulikuwa mwaka wa 64 wa wakfe jadid, katika mwaka huo jumuiya imeweza kujitolea takriban milioni 11.2 paundi, na makusanyo hayo kuna nyongeza ya 742,042 paundi kuliko mwaka jana. Na tunapoangalia hali halisi ya dunia, kwa kweli hiyo ni fadhili ya Allah iliyokubwa. Mwaka huu jumuiya ya Uingereza imeshika nafasi ya kwanza katika makusanyo ya wakfe jadid kwa jumla. Sarafu ya Pakistan imeanguka sana, hivyo namba yao imekwenda chini, lakini hata hivyo wanaendelea kutoa mchango mzuri kwa kadri wanavyoweza, na sawa na nafasi Uingereza namba 1, Ujerumani ni namba ya 2. Na kwa fadhili ya Allah huzur amesema kwamba Uingereza umefanya juhudi kubwa na umejitolea vizuri, na kuna tofauti kubwa kati ya Ujerumani na Uingereza. Namba 3 ni Canada, kisha ni Marekani, kisha ni India, kisha Australia, Indonesia, kuna jumuiya moja ya Mashariki ya Kati, na kuna Ghana na Ubelgiji. Tunapoangalia makusanyo kwa kila mtu, namba 1 ni Marekani, kisha ni Uswisi, kisha ni Uingereza. Katika bara la Afrika tunapozungumzia makusanyo kwa jumla, Ghana namba 1, Mauritius namba 2, Nigeria namba 3, Burkina Faso namba 4, Tanzania namba 5, kisha ni Sierra Leone, kisha Liberia, kisha ni Gambia, kisha ni Uganda, na namba 10 ni ya Benin. Kwa fadhili ya Allah idadi ya washiriki pia imeongezeka na imefikia 1,04,45,045. Jumuiya 10 kubwa za Uingereza sawa na makusanyo nafasi yao ni kwamba Islamabad namba 1, kisha ni Farnham, kisha Worcester Park, kisha Cheam South, Aldershot, Birmingham South, Walsall, Gillingham, Guildford, Dual. Sawa na makusanyo kwa ujumla mikoa 5, mkoa wa kwanza ni Baitul Futuh, namba 2 Islamabad, kisha ni msikiti wa Fazl, Baitul Ihsan na Midlands. Sawa na ofisi ya Atfal, jumuiya 10, Islamabad namba 1, Aldershot namba 2, Farnham namba 3, Roehampton, Guildford, Dual, Mitcham Park, Baitul Futuh, Walsall, Birmingham West. Sawa na makusanyo kwa jumla
local amarat tano ya Ujerumani: Hamburg namba 1, Frankfurt namba 2, Grosgro namba 3, Wiesbaden namba 4, Dissenbach namba 5. Sawa na makusanyo jumuiya 10 za kwanza za Ujerumani: Rudermark namba 1, Rodgau, Louis, Rudsheim, Mehdiabad, Freiburg, Hanau, Floresheim, Frankenthal, Koblenz na Nida. Kwenye daftar atfal kuna mikoa mitano: Hamburg namba 1, Hessen namba 2, Southwest, Hessen Southwest, Townsend, Hessen Mitte, Rhineland Falls. Amarat za Canada sawa na makusanyo namba 1 ni Vaughan, kisha ni Calgary, kisha ni Peace Village, kisha ni Vancouver na Berhampton West. Jumuiya 10 za Canada namba 1: Hadika Ahmad, Milton West, Bradford, Durham, Milton East, Regina, Ottawa West, Winnipeg, Hamilton Mountain, Abbotsford. Amarat zilizofanya kazi nzuri katika ofisi ya atfal namba 1 ni Vaughan, kisha ni Peace Village, kisha ni Calgary, Toronto West na Berhampton West. Jumuiya 5 za ofisi ya atfal: Hadika Ahmad namba 1, Bradford, Durham, London, Milton West. Jumuiya 10 za Marekani zilizofanya kazi nzuri ni Maryland, Los Angeles, Detroit, Silicon Valley, Boston, Austin, Phoenix, Syracuse, Las Vegas और Fishburg. Katika ofisi ya atfal jumuiya 10 za mwanzo: Maryland, Los Angeles, Seattle, Orlando, Austin, Silicon Valley, Phoenix, Fitchburg, Las Vegas na Rowan. Katika nchi ya Pakistan tunapozungumzia mchango wa watu wazima, jumuiya 3: 1 Lahore, 2 Rabwa, 3 Karachi. Na nafasi ya wilaya ni kwamba Islamabad namba 1, kisha Faisalabad, Gujarat, Gujranwala, Sargodha, Multan, Umarkot, Hyderabad, Mirpur Khas, Dera Ghazi Khan. Sawa na makusanyo kwa jumla, jumuiya 10 za mwanzo: Islamabad mjini, Defense Lahore, Township Lahore, Clifton Karachi, Daruzikar Lahore, Model Town Lahore, Gulshanabad Karachi, Samanabad Lahore, Azizabad Karachi, Ilama Iqbal Town Lahore. Katika ofisi ya atfal jumuiya 3 kubwa: 1 Lahore, 2 Karachi, 3 Rabwa. Katika ofisi ya atfal wilaya zina nafasi zake: Islamabad namba 1, Sialkot namba 2, kisha Rawalpindi, Sargodha, Faisalabad, Gujarat, Hyderabad, Mirpur Khas, Umarkot na Narowal. Jumuiya zilizofanya kazi kubwa: Drigh Road Karachi, Nurpura Lahore, Gujranwala mjini, Baitul Fazl Faisalabad, Peshawar mjini, Delhi Gate Lahore, Kotli Azad Kashmir, Nankana Sahib. Majimbo 10 ya nchi ya India: Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Odisha, Punjab, West Bengal, Delhi, Maharashtra. Jumuiya 10 sawa na makusanyo namba 1: Hyderabad, kisha Qadian, kisha Kerala, kisha Pathaprayam, Coimbatore, Bangalore, Calcutta, Calicut, Rishinagar, Melapalayam. Jumuiya 10 za Australia zilizofanya kazi nzuri katika mchango wa wakfe jadid: Melbourne namba 1, Longbourn, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Pisit, Penrith, Adelaide West na Logan East. Katika mchango wa watu wazima jumuiya ya Australia: Melbourne, Long, Warren, Castle Hill, Marsden Park, Adelaide South, Melbourne, Berwick, Perth, Penrith, Adelaide West, Blacktown na Canberra. Katika ofisi ya atfal kuna jumuiya za Australia zilizofanya kazi nzuri: namba 1 Melbourne, Long, Warren, Adelaide South, Melbourne, Berwick,
लोगन ईस्ट, पर्थ, कासिल हिल, मेलबर्न ईस्ट, माउंट ड्रोइट, पेनरिथ, ब्रिस्बेन central. Hizi ni nafasi mwenyezi mungu awajalie waliotoa mchango baraka katika nafsi zao na mali yao. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله